Nilichojivunia au nilichokiona, kwanza nimependa kwa mama walivyojistiri, japo na mimi nimejistiri, lakini wengine wamejistiri zaidi. Kwa mfano kuvaa nikabu inapendeza zaidi, inaleta mvuto mzuri kwa mama wa Kiislamu. Kuna nyakati historia haiandikwi kwa kalamu, bali huandikwa kwa amali njema na msimamo. Miongoni mwa amali iliyokuwa njema inayozidi kung'ara na kushika kasi katika zama hizi ni vazi la nikabu. Nikabu si kivuli cha mwanamke, ni nuru ya heshima yake. Taji la stara ni alama ya utulivu, utiifu, yakini na mapenzi kwa Mola wake. Hii nikabu imekuwa ishara ya utambulisho wa mwanamke anayejitambua, anayetembea kwa utulivu, akijistiri si kwa woga bali kwa fahari. Katika safari yetu ya kidawa, tulipotembelea kijiji kimoja cha Bukolo kilichopo wilaya ya Rorya mkoani Mara, tulikuta taswira pekee kabisa. Tuliona mwamko wa kina mama, tuliona mapenzi ya dini, tuliona stara ikipewa heshima yake. Lakini hilo halikustajabisha zaidi, bali kilichostajabisha zaidi ni nikabu. Haikuwa tu vazi la kawaida miongoni mwa dada zetu na kina mama wa Bukolo, ilikuwa ni kivutio kikubwa kwa Waislamu wa pale. Ilikuwa gumzo, ilikuwa ishara ya mabadiliko chanya, na zaidi ya hapo, wanawake waliohudhuria muhadhara huo walionyesha shauku ya kipekee kabisa, wakisikiliza kwa makini da'wa, wakiguswa na mawaidha na wakionyesha wazi mapenzi yao kwa stara na utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii si simulizi ya kawaida tu, ni ushuhuda wa mwamko, ni dalili kwamba moyo wa imani bado unaishi. Karibu tuone yaliyojiri katika kijiji hicho cha Bukolo, ambapo nikabu ilichukua nafasi yake. Haikuwa vazi tu, bali ilikuwa kivutio kikubwa kabisa kilichogusa nyoyo za Waislamu wengi wa pale, hata kufikia kuyasema yale waliyosema. Ungana nami Maka Ibn Saudi Gewa, ukipenda niite Abu Salman, wa Madina TV Tanzania, bustani ya waja wema. Nilichojivunia au nilichokiona, kwanza nimependa kwa mama walivyojistiri, japo na mimi nimejistiri, lakini wengine wamejistiri zaidi. Kwa mfano kuvaa nikabu inapendeza zaidi, inaleta mvuto mzuri kwa mama wa Kiislamu. Mwadhara wa leo, kwa kweli namshukuru Mungu, nimefurahi sana, nimeenjoy sana kwa sababu nimesikia mambo mazuri ya kumhusu Mwenyezi Mungu na nimepata mafundisho mazuri sana na vitu ambavyo nilikuwa sivijui. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana kunijalia kutoka kule mpaka kufika huko. Faida ndio ipata leo. Faida ziko nyingi, lakini moja kuu kutufundisha sisi wanawake kujua. Kuna wanawake wengine hatujui jinsi ya kujistiri, lakini pia nimelisikia hilo. Kama nilikuwa najua, basi nilikuwa najua kidogo, nimepata mafunzo zaidi na kuelewa zaidi kama unajistiri kwa muda gani, na unapokuwa na mume wako au kwenye ndoa ni vipi unatakiwa uvifanye. Naambia nitafikisha ujumbe kwa kweli waliokaa, kwa sababu kuna vitu tumevipata ambavyo ni vizuri, mafundisho mazuri kwetu sisi pia na kwenye jamii na kwa vizazi vyetu pia. Kwa hiyo nitajaribu kuwaambia, kuwafundisha kama mimi nilipopata mafunzo huko. Kwa majina naitwa Halima Juma, mkazi wa Kiburi. Nimefurahishwa na kutembelewa na wenzangu, napenda sana na nimefurahi. Faida niliyoipata, nimefurahi sana. Kwanza nimesikia mawaidha kutoka kwa shehe, nimependa. Nimejifunza cha kwanza kuvaa vizuri, stara, adabu, kuvaa nikabu, japo mimi ni mgonjwa wa macho siwezi.
Nimependezea, napenda ila siwezi. Bismillah, mimi naitwa Rajab Masudi na nimezaliwa hapa kijiji cha hapa Kibuyi, mtaa wa Mtakuja, na ni mkazi wa hapa pia. Mwadhara wa leo nimeona na nimezungumzia, kwanza nimeshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutufikia wageni ambao ni Waislamu, ndugu zetu katika imani, na nimefurahi kuwa kutembea kwenu kumekuja kutufundisha sisi, kumetufundisha kuna mambo ambayo tulikuwa tuyajui, tumeanza kuyajua na wengine tutayajua zaidi. Umenigusa, ulinganiaji ambao umenigusa ni ule ambao kwamba vijana watakaovishwa kivuli siku ya Kiyama, ndio umenigusa zaidi. Kwa majina naitwa Ali Aloisi, nimetokea Musoma mjini na ni imamu katika Masjidi Tusalamu Kiara. Muhadhara wa leo kwa kweli umefana kwa sababu tumekuwa ni wenye kupata faida. Mihadhara kama hii kweli inakuwa na faida, kwa maana watu kwanza tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na pia kuonana na ndugu zetu katika imani wa sehemu nyingine. Kwa hiyo hii ni faida mojawapo katika hii muhadhara. Kwa ushauri wangu, mihadhara kama hii kwa kweli napendekeza au naomba Waislamu wajitokeze kwa wingi. Waislamu wajitokeze kwa wingi kwa sababu kunako mihadhara hii kuna faida kubwa sana. Kuna kufahamiana, kuna kuona hali ya mazingira, tusikae katika sehemu moja. Kwa mihadhara kama hii ina faida kubwa sana. Kwa jina naitwa Salima Sefu Nyakanga, ni mkazi wa Kiara A. Yani muhadhara wa leo nimefurahi sana. Kwanza ni mzuri, umetukutanisha na kina mama wenzetu ambao tulikuwa tufahamiani, sasa hivi tumefahamiana. Tutaongea zaidi na zaidi na tutazidi kupendana na kupeana mawaidha. Kile ambacho tunachoona kwa wenzetu hakipo, tunanyanyuana. Kile ambacho hakipo, tunaona dini iko chini kabisa, tusogee nao karibu, tuwe nao karibu ili tuendelee kuhamasisha. Na hili lote ni kuhakikisha kwamba tunaitangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunawafikishia watu jambo la kheri na kuhakikisha mwisho wa siku watu wanakuwa na imani iliyo thabiti na vile vile wanamjua Mungu wao ili kuweza kuwa salama katika maisha yao hapa duniani na kesho akhera. Popote tutapokuwa tunakwenda, tushirikiane sote kuhakikisha kwamba tunamtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hata hawa ambao wote wanaojitokeza kwa ajili ya kuhakikisha hili swala linakamilika, tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wahifadhi na wajalie hii kuwa ni mizani yao siku ya mwisho. Mpaka hapo niseme tu, kwa majina naitwa Ramadhani Silvesta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.